washiriki ambao wanashiriki kwenye nani ya leo ni maalum, yani mimi na wewe, kwa sababu Mungu amekuchagua uweze kufika hapa siku ya leo kuleta mlipuko wa mabadiliko na kuboresha kusifu na kuabudu katika makanisa yetu. Hii ni jambo jema kwa sababu tunataka tuone kwamba makanisa yetu yanamwabudu Mungu inavyopaswa. Huu ni wakati, na kama ambavyo inatarajiwa, natarajia kwamba hatutatoka kama tulivyoingia. Tutatoka tukiwa tumebadilika kimtazamo, kimawazo na namna njema na iliyo nzuri ya kuweza kumwabudu Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo nakukaribisha kama walivyokaribisha waliotangulia, lakini sasa mimi kwa wakati huu nichukue nafasi sasa kumomba na kumkaribisha mwangalizi mkuu wetu Dr. Fanuel Shekio aweze kufungua rasmi kongamano letu ili tuweze kuendelea. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, kabla sijasema nimkaribishe mchungaji Sayuni awasalimie. Anayeniombea kila siku, kila sekunde. Onje na miwani yangu kama ipo. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wangu wa kwanza anadeka kila mahali. Basi tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii ambayo tulisubiri kwa hamu. Tunamshukuru Mungu kwa wale ambao Mungu aliwapa maono lakini hawakuyaasi maono haya. Haikuwa rahisi kuweza kufika siku hii ya leo. Ninaamini kwamba wamelipa gharama kubwa ili sisi tuwepo mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia nichukue nafasi kumshukuru Mungu kwa ajili ya wenyeji wetu parishi hii ya Kiluvya, mchungaji Rafaeli pamoja na mchungaji Upendo na uongozi wa mahali hapa. Wana ukarimu mkubwa. Hebu tumshangilie Bwana. Tunaweza tukafikiri ni kitu rahisi kupokea wageni. Sio rahisi. Tunajua mgeni akija hata mmoja tu anavyokuwa. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Tunamshukuru Mungu pia kwa ajili ya nafasi ambayo amempa mwangalizi mkuu kusema na sisi mahali hapa. Ninaamini ana ujumbe kwa ajili ya kila mmoja wetu, ikiwa ni starter kutuandaa kwa ajili ya kupokea kutoka kwa Bwana, kutoka kwa walimu waliotoka mbali wakiwa wamesimama katika baraza la Mungu na sasa wanasimama katikati yetu kutusikizisha yale yote ambayo Mungu anapenda tujifunze. Mungu awabariki sana. Asante. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunawapendwa kutoka ATN. Mmeshafika? Hebu simameni mtupungie. Amen. Kutoka ATN kwa mtume Venon, na tunawashukuru sana kwamba pia walitupa nafasi kwenye television ile kuelezea kongamano hili. Alienda katibu mkuu pamoja na katibu mkuu msaidizi. Tunashukuru sana. Kama mchungaji Sayuni alivyosema, mchungaji Rafael, Mungu awabariki. Kwanza hongereni. Jamani, tumpigie Bwana Yesu makofi. Tulipokuja mara ya mwisho kulikuwa na mirunda nini. Sasa tunaona kazi inaendelea. Mambo yanaenda vizuri. Cheki mambo yalivyokaa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, asanteni sana. Na washirika wa Kiluvya, Mungu awabariki kwa kuwashika mkono. Mimi nasema hivyo kwa sababu unapoona mtoto anazaliwa alafu anakuwa, anaenda nursery, anaenda chuo kikuu, anakuwa profesa, si unasikia vizuri mzazi? Sasa mimi walipozaliwa niliwaona wakiwa 30. Alafu wakiwa kwenye jengo la miti, wakiwa kwenye hali ya duni sana. Sasa wameondoka kule, wamekuja, wamefikia stage hii. Kwangu mimi namshukuru Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba wamefanya kazi kubwa ya kutuheshimisha.
Kwa hapa Dar es Salaam kwa sasa hivi ukiondoa Kwembe nao wanajenga na wapi, lakini tukiwa na hafla inayohitaji nafasi kubwa tunawaza Kiluvya. Kwa hiyo tunawashukuru sana, Mungu awabariki. Na nashukuru Mungu kwa ajili ya walimu wetu ambao watatambulishwa baadaye, wengine wametoka Arusha mbali. Tunashukuru Mungu kwa ajili yao, lakini namshukuru Mungu pia kwa ajili ya viongozi wote, kamati ile ambayo imeratibu jambo hili, Huvika pamoja na wale wadau wengine ambao waliongezwa kuratibu jambo hili. Mungu awabariki sana. Na pia namshukuru mbeba maono Stella, baadaye nitamuelezea kama ni kunisumbua. Stella amenisumbua kweli kweli, lakini nashukuru Mungu kwa ajili yake, na pia kwa ajili ya wale wote ambao tulichukua hili jambo likaja ofisini na tukakaa ofisini pale ofisi kuu, tukasema tunafanyaje, tukamuunganisha na Huvika Taifa, na baadaye tunaona kwamba jambo hili limekwenda sawa sawa. Kwa hiyo napenda kuwashukuru kabla sijaendelea sana, kwa sababu nitakapomaliza tutaingia kwenye program ambayo ni ya kufundishwa. Hata mimi ni mwanakwaya, kwa hiyo nitakuwa nafundishwa. Sayuni mke wangu naye mwanakwaya. Sasa akasema kule Boko, umekuwa askofu usiimbe. Nikamwambia kuimba kuko ndani yangu. Kwa hiyo ninapokwenda kwenye kwaya naenda kama mwanakwaya. Masharti ni kwamba na mchungaji Magasila naye ni mwimbaji. Kwa hiyo wachungaji wote tuko kwenye kwaya, tunaita kwaya kuu. Kwa hiyo wakati mwingine hatuimbi maana hatujahudhuria mazoezi. Kwa hiyo siendi kama askofu kutia veto kwa mimi askofu naimba. Inabidi nikae chini. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, na kama nilivyokwisha kusema tunawashukuru pia waimbaji wote, wapiga vyombo wote, wachungaji wote, waangalizi wa majimbo wote ambao mmekubali kuja. Mwanzoni ikawa inaonekana kama haitawezekana vile. Hata Stella alikata tamaa. Nafikiri kwa mara ya mwisho alimpigia simu akaniambia, yani sioni naona. Anamwambia wewe, hilo jambo kama linatoka kwa Mungu hakuna atakayelizuia. Sasa tunashukuru Mungu kwa ajili ya nyinyi wote ambao wamekuja, mafundi mitambo ambao mpo wote, walimu wote, na kila mtu wa huduma ambaye atakuwepo hapa. Basi tunapenda kuwashukuru sana. Bwana Yesu asifiwe. Kipekee tunamshukuru Mungu kwa kutupa nafasi hii ya kukutana siku hii ya leo. Mimi nilikuwepo KLPT tangu miaka ya 80 nikiwa mwanafunzi wa chuo cha uhasibu Kurasini ambayo inaitwa TIA. Mwaka 80 ndio nilianza kwenda pale kama mwanafunzi. Sikumbuki kongamano kama hili kama tulishawahi kulifanya, sikumbuki. Nakumbuka tulikuwa na mikutano ya Tabora conference. Tunaenda kutoka Dar es Salaam tunaenda Tabora kwenye conference. Nakumbuka tulikuwa na Christmas conference. Lakini hatukuwa na kongamano kama hili la waimbaji kukaa chini na kufundishwa, wapigaji kukaa chini na kufundishwa, wachungaji kukaa chini na kusikiliza elimu tutakayokuwa tumeipata. Sijawahi. Nafikiri hii ni mara ya kwanza kwa KLPT. Katika Ayubu 22 mstari wa 28 tunaufahamu sana wote, unasema, nawe utakusudia neno nalo litathibitika kwako, na mwanga utaliangazia njia zako. Kukusudia, kusudi. Kukusudia ni kuazimia kutoka ndani ya moyo. Si ndio? Unakusudia jambo kutoka ndani ya moyo. Lakini nimeangalia neno hilo kukusudia linaweza kuwa katika maeneo mawili. Unaweza na kuwa na kusudi chanya na unaweza kuwa na kusudi hasi. Na makusudio hasi ni yale yanayolenga kutenda mambo mabaya, yanayoweza kuleta uharibifu. Yako makusudio mengine yanaweza kuleta uharibifu.
Na upande huu wa hasi anayesimamia makusudio hayo ni shetani mwenyewe na mapepo na malaika zake. Kwa mtu anaweza akawa anakusudia lakini jambo hilo likawa ni hasi. Mtu anaweza kukusudia kuimba lakini akawa na mtazamo hasi. Wanadamu wamuone. Mtu anaweza kuwa na kusudio la kuimba lakini anataka kufanya biashara. Katika Nehemia sura ya 6 mstari wa 1 na wa 2 anasema hivi: basi ikawa walipoarifiwa Sanbalat na Tobia na Geshemu Mwarabu na adui zetu hao wengine kwamba nimeujenga ukuta, wala hayakusalia mavunjiko ndani yake, ijapokuwa hata wakati ule simamisha milango katika malango. Sanbalati na Geshemu wakatuma ujumbe kwangu, wakasema, njoo tukutane huko vijijini katika nchi tambarare ya Ono. Walakini walikusudia kunifanyia mabaya. Kwa hiyo sio kila kusudi linaweza kuwa chanya. Yako makusudio mengine mabaya. Na tunakumbuka habari za Yusufu alipouzwa na ndugu zake. Walikuwa wamemkusudia mabaya, wakamtumbukiza kwenye ile shimo. Wakafika mahali wakasema, hebu tumpelekee mzee wetu basi. Wakaua sijui ni mbuzi sijui ni nani, damu ile wanampelekea mzee, anambia mtoto wako ameraruliwa. Walikuwa na makusudio ya ubaya ndani yao. Lakini tunamuona Yusufu anasema, hata kama mlikusudia mabaya, Bwana ameyageuza kuwa mema kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kongamano hili ni kongamano lenye kusudio chanya. Tuna makusudio chanya. Nilikuwa naangalia hata Yesu naye alikuwa na makusudi. Na ndio sababu Ayubu anasema utakusudia. Unapokusudia jambo toka ndani ya moyo wako litafanyika. Sasa issue ni kwamba je, ni hasi au ni chanya? Katika Luka sura ya 10 mstari wa 1 anasema, basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70, akawatuma wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Alikusudia akawatuma kwa sababu alikusudia kwenda. Na sisi tunalo kusudi la kongamano hili. Sema kusudi. Na baadaye Stella atakuja kudadavua mstari ambao tunausimamia wa Nyakati ya Pili sura ya 5 mstari wa 13 mpaka 14. Nafikiri baada ya mimi nitavunja protocol, nitamuita ili akamilishe kale ka sehemu ambako ilikuwa nikaseme mimi, yeye akaseme. Bwana asifiwe. Wengine hawamfahamu Stella Mabondo. Sijui yuko wapi. Njoo. Huyu tumekuwa wote. Sasa tunamshangaa yeye hapati mvi, sisi tunapata mvi. Yaani hiyo inanishangaza. Huwa namuuliza kwamba hivi wewe mwenzangu vipi? Unakula vitu gani? Lakini tumekuwa wote pale kanisani. Lindi Street inaitwa ya zamani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa awasalimie alafu nitakuita tena baadaye kukamilisha kapande kangu kadogo. Shalom kanisa. Na wasalimu katika jina la Yesu. Na nimefurahi kuwaona. Kwa kweli uwepo wenu mimi najisikia vizuri. Mengine nitaongea baadaye. Mungu awabariki. Huyo ndio Stella Shija. Stella Shija, lakini ni Stella Aaron
Mabondo, mdogo wake na Ondo. Ondo amekuja au amebaki nyumbani? Ondo njoo bwana. Karibu. Sijajua kama utapata nafasi ya kusalimia huko mbele, lakini mimi kwa kuwa ni mwangalizi mkuu na mamlaka yote. Karibu sana. Shalom. Huyu Ondo huyu tulikuwa vijana wote. Afu wao hawapati mvi sana, amepata kama 2 hivi. Lakini tulikuwa na kitu kinaitwa MTS. Wangapi mnakumbuka? Wale wa zamani hakuna hata mmoja. Kina Mama Ntwale, kina Jerusalem Kwaya na waona wengi hapa. Mama Lema wote. Tulikuwa tunaenda mashuleni kuwafikia wanafunzi, tukifanya kazi ya Mungu pamoja. Na ikafika mahali walipohamia Arusha, sisi wengine tukakataa kuacha kazi. Lakini James Kifizi na wengine wakaamua kuresign. James alikuwa engineer wa feri pale kivuko pale. Wakaamua kuresign kwenda kule, wakaenda Arusha, wanamtumikia Mungu sasa hivi. Ndio tunasikia New Life Band, lakini vijana. Amen. Hata mtoto wangu wa kwanza alikuwa na mwadimaya sana Ondo. Wakati kadogo tukakanulia gitaa. Ondo akiimba pale na kenyewe kanapiga gitaa. Halisikiki. Na sasa ni mpigaji mzuri wa gitaa. Tusalimie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Labda kwanza nianze kushukuru kwa, sikujua kama nitaitwa hapa hivyo, lakini nishukuru kwa mwangalizi wetu mkuu Askofu Shekihio. Kama alivyosema, safari yetu imeanzia mbali sana. Na juzi nilikuwa naongea naye kwenye simu, wakati mimi naoa, yeye ndo alisindikiza huko kwenda kwenye mambo ya kutoa mahari na hivi, tukiwa vijana kabisa, mshenga. Kwa hiyo hapa niko na mshenga. Ndio maana nimesimama kwa adabu zote. Lakini pia nashukuru na nimefurahi kuona viongozi wengine, katibu mkuu miaka hiyo kule Lindi Street tukiwa vijana. Nimefurahi kuona mchungaji Matayo toka enzi hizo, mchungaji Dani, mchungaji Rafaeli. Kweli nimejisikia furaha sana kwa mahali hapa. Na kuna wengine huko mmoja nawaona, Mama Yohana yuko pale. Tulikuwa tunacheza maigizo kwenye mashule za MTS, yuko hapo. Mungu awabariki sana. Basi nisichukue muda mrefu, lakini namshukuru Mungu na mimi kupata heshima ya kuweza kuweko mahali hapa, kwa kuwa ni jambo la muhimu. Nimetokea Arusha, nimekuja kwenye hili kongamano. Napenda kutia moyo kwamba kitu kama hiki usikichukulie kijuujuu. Mara nyingi waimbaji tumeweka, yani unaposimama hapa jukwaani kuna vitu viwili, lakini tumegaga uzito kwenye kimoja. Hapa kuna stage. Sasa stage ni mambo ya performance na hivi na vitu na hivi, lakini hapo ni madhabahu. Sasa kubalance hivyo vitu viwili, mara nyingi tunaweka nguvu kubwa kwenye kama stage ile, si jukwaa. Sijui kama mnanielewa, labda kuna jukwaa na kuna madhabahu, viko pamoja, lakini unavibalance vipi hapo? Kwa hiyo naamini katika mafundisho tutakayopata hapa itatusaidia sisi wahudumu tuweze kujua jinsi ya kuweka haya mambo katika uwiano mzuri, ili jina la Bwana likapate kuinuliwa. Bwana asifiwe. Basi mimi sio mzungumzaji, nimefurahi kufika mahali hapa, na ongera kwa mdogo wangu, kadogo kangu Stella, kwa kuitikia wito wa Mungu na kufanya hili jambo. Mungu akubariki sana. Asante sana. Miaka mingapi sasa hivi New Life Band? Miaka mingapi sasa hivi? 46. Miaka 46. The only group ya waimbaji ambao hawajabomoka, ambao hawajasambaratika, ambao bado wako na integrity ya maisha. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Asante sana. Kwa hiyo ndio hiyo anaosema kubalance hayo mambo. Tutabakia tu kwa tunaocheza, lakini ushuhuda haupo. Sasa mimi nashukuru Mungu sana kwamba Stella amekuwa akinisumbua. Miaka ile nilikuwa katibu mkuu, akawazo mbona
mbona kanisa letu, mbona tunafanyaje, mbona. Nikawa mwangalizi mkuu msaidizi, akaja tena, tunazungumzia, tukikutana tunazungumza hali ya kanisa letu huko tulikotoka na hapa tulipo tunafanyaje. Na akaja kuniambia sasa tufanyeje. Mimi nasikia tuwe na kongamano la waimbaji, la wapigaji, la wachungaji, la wazee wa kanisa, tufundishwe. Nikachukua ile kitu, nikaenda ofisini, nikawashirikisha wenzangu ofisini, tukajadiliana tunafanyaje. Ndipo tukaita Huvika Taifa, tukawaunganisha pamoja. Lakini yeye ndio mbeba maono. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndio mbeba maono. Na ninavyoona ni kama tumefanikiwa 100% na zaidi. Hata kama mlikuwa mnataka watu 600, 700, lakini hawa waliosema ndio, hawa ndio wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio tukawa na kusudio la kuwa na kongamano hili, hasa baada ya kutathmini na kuona hali halisi au uhalisia wa waimbaji wa karne hii tulio nayo. Mimi binafsi nilifanya utafiti kwa waimbaji. Nina orodha ya majina, sitayataja hapa kwa sababu nisije nikashtakiwa. Lakini na orodha ya waimbaji wa ndoa zilizovunjika, walioacha wake zao na bado wanaimba, kwa ni ile ya kuperform alafu madhabahu haipo. Nina waimbaji walioachana na waume zao, orodha ninayo. Kwa hiyo tulipoangalia na anakuja na wazo hili, tukaangalia uhalisia wa kanisa la karne ya 21 tulio nayo. Ukweli, uimbaji umekuwa entertainment. Nakumbuka tulikuwa tunaimba wenye mapepo yanatoka. Yaani nyie mnaimba alafu kule watu wanaanguka mapepo. Nakumbuka. Na tukaona kweli kuna umuhimu. Ndio tukaja na azimio na kusudio la kulirudisha kanisa mahali pake, kuanzia wapigaji wa vyombo mpaka waimbaji wenyewe na sisi wenyewe wachungaji, wazee wa kanisa. Atakuja kuelezea ule mstari niliosema kwamba walipokuwa na sauti moja, Mungu akafanya mambo ya ajabu. Kwa hiyo tukakusudia katika Isaya sura ya 14, Isaya sura ya 14 mstari wa 24, kuanzia pale anasema, Bwana wa majeshi ameapa akasema, hakika yangu kuna vile vilivyo azimia ndivyo itakavyokuwa, kama nilivyokusudia ndivyo itakavyotokea. Hata Mungu huwa anakusudia, hata Mungu huwa anaazimia. Bwana asifiwe. Kwa ukisoma hiyo mistari pale, unaona jinsi ambavyo alikuwa amekusudia. Soma mstari wa 25, habari ya kuvunjavunja mashauri na vipande pande katika nchi ya, utasoma. Lakini mstari wa 26 anasema, hilo ndilo kusudi nililokusudiwa duniani mote, na huo ndio mkono ulionyoshwa juu ya mataifa yote. Maana Bwana wa majeshi amekusudia, naye ni nani atakaye libatili? Kama Mungu amekusudia, nani atabadilisha? Asa Mungu amekusudia tuwepo na kongamano hili, tupate waalimu wa kutufundisha. Mimi nilikuwa na shida kidogo wakati fulani, mke wangu anajua, lakini nikapata mwalimu aliyetufundisha habari ya afya ya akili. Nikagundua kumbe kwa wakati mwingine nina vichaa.
Wewe unashughulika na kichaa, ana tatizo la akili kanisani, unashughulika naye, anakupotezea muda, alafu na wewe nafsi yako inachafuka, maana hujui namna ya kushughulikia mtu mwenye tatizo la afya ya akili. Au washirika hapo? Kwa tukawa na kusudio hilo kwamba tuwe na kongamano hili, tusikilize Mungu anataka kusema nini. Kelopti tuko tunaelekea mahali. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametutumia sana miaka ya nyuma yote. Sasa kuna kusudi anatukusudia. Waimbaji wetu waweje, vijana wetu waweje, anayepiga chombo huko ndani apige kutoka wapi, anayeshika maiki hii aishike kutoka wapi. Tuna vijana leo hii wanaimba, anakusanya watu kama 2000 3000, mapepo yanatoka, anaanzisha kanisa lake. Hamwajui? Anaasi kanisa lake, anaanzisha kanisa lake. Sisi tunatamani kuwa na vijana ambao Mungu atawatumia kwa viwango vya juu, alafu anabakia kanisani. Mmoja hapo ni mchungaji Rafaeli. Angeweza kuanzisha ministry yake akaitwa mtume nabii, lakini amebaki kanisani. Mchungaji sasa hivi ni mjumbe wa kamati kuu ya utendaji kwenye ofisi yetu. Tuna kamati kuu ya utendaji ya wachungaji, watumishi wanaotushauri sisi ofisi kuu, ili tusifanye mambo yetu wenyewe. Yale tuliyokusudia tunawaambia, wanatushauri hapa fanyeni hivi. Kwa tunakusudia kwamba yako mambo ambayo lazima tuyabadilishe. Mtume Paulo aliandika katika Matendo 17:23, aliandika maneno pale, na kusudi mojawapo ambalo tunalo, tusiwe na ignorant worship. Ignorant worship, ibada yani kuabudu ambako hujui unachokiabudu. Kwenye kanisa letu tukiondoe hicho. Washirika wakija, watu wengine wakija, wajue tunamwabudu Mungu aliye hai. Na kama tunamwabudu Mungu aliye hai, yale maneno ondo aliyoyasema mawili, una balance juu ya kuperform na madhabahu. Kwa hiyo heshima ya Mungu inabaki pale. Matendo 17:23 anasema, kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi nawahubirini habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua. Kwa moja ya malengo yetu, tufike mahali kanisa tujue tunamwabudu nani, tunamtumikia nani. Na tukishajua hivyo, hakutakuwa na kudharauliana, hakutakuwa na kiburi. Wote tutanyenyekea chini ya mkono wa Mungu, tutajifunza. Na Mungu atatutumia kwa viwango anavyotaka yeye. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ambalo natamani kuliona. Kwa hiyo la kwanza ambalo natamani kuliona KLPT, kwamba tusiwe tunaabudu tu kule alafu tunatoka tunakuwa watu wa kawaida. Tusiwe na kuabudu ambako hatujui tunamwabudu nani. Jambo la pili ambalo natamani, tusiwe na vain worship, ibada zisizo na kitu. Katika Mathayo sura ya 15 mstari wa 8 na wa 9. Alafu andika Marko sura ya 7 mstari wa 1 mpaka wa 9. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe na ibada ambazo, yani lazima tufike mahali ibada zetu ziwe zina, yani Mungu anaonekana. Si ndio? Roho Mtakatifu ana perform, anafanya kazi. Watu wakija wanapata huduma za kiroho. Hata kama ni kwaya inaimba, hata kama ni praise and worship wana perform pale, Roho Mtakatifu anaendelea kufanya kazi na kuhudumia watu. Mstari ule ambao Stella atakuja kudadavua unaeleza jinsi ambavyo watumishi walishindwa kufanya kazi kwa sababu tayari Mungu ameshashuka na uwepo wa Mungu uko pale.
Tunapojua tunamwabudu nani, nidhamu itakuwepo. Bwana asifiwe. Heshima itakuwepo. Lakini ukiangalia moja ya mambo ambayo yanatesa makanisa, sio KLPT, kanisa la mwili wa Kristo, ni vijana wanaomwimbia Mungu ambao ni arrogant. Wamejaa viburi, wamejaa dharau. Tena wanafika mahali anasema bila mimi. Bila mimi. Sasa si yao tunataka yasiwepo. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo lingine la tatu ambalo natamani, tusiwe na ibada zinazotengenezwa za kibinadamu. Man made worship. Zisiwepo. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 23. Kuna kijana anaweza kunisomea? Wakolosai sura ya 2 mstari wa 23. Karibu. Amena. Hizo ni ibada wanadamu wanajitengenezea. Wana kama wataua. Hamna. Mimi nilikuwa nawaambia waimbaji, kila mtu pale kanisani na watu wa aina nyingi sana. Kuna mtu mwingine mkiabudu, yeye anasimama kimya, hasemi kitu. Hasa wewe unaongoza ibada, anambia nyosha mikono. Kama unyoshi mikono, wewe maana yake huko ndani huko sawa sawa. Kumbe mwenzako amezama, yuko mbali sana, amenyamaza pale, anasikiliza tu. Kwa wakati mwingine unalazimishwa step. Wote kushoto, kulia, kushoto, kulia. Kwa tuna ibada za uinjilisti, tuna ibada kanisani, tuna ibada za mazishi, tuna ibada za harusi, tuna ibada za mikutano. Lakini tunaweza kuzikusanya zote. Ibada ya mikutano kule ya injili unaleta kanisani Jumapili. Sijui mnanielewa? Sasa mimi Roho Mtakatifu ameambia nyamaza. Alafu wewe usinyamaze, fungua mdomo, usinyamaze. Lakini Roho ameniambia nyamaza. Sasa nikusikilize kiongozi au nimsikilize Roho? Kwa lazima tufike mahali viongozi wetu wote tunajua namna ya kubalance haya mambo. Alafu tuwe na ibada zenye mvuto. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amesema 2 watatu. Na akasema nikiinuliwa nitawavuta watu. Bila shaka mchungaji Rafaeli hapa amejifunza ufundi wa kumuinua Yesu. Alafu Yesu anawavuta watu. Watu wanatoka Morogoro tu kuja kuabudu hapa. Yaani mtu anaandisha gari kutoka Morogoro, wapi nikaabudu Kiluvia? Kwa nini? Washirika wa kanisa hili wengi sio wa hapa, mimi najua. Au nasema uongo mzee? Sio wa hapa wengi ni kutoka maprofesa kutoka huko chuo kikuu, wengi ni kutoka Mbagala, wengi ni kutoka Morogoro, wote wanakimbilia kuja kuabudu hapa. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu. Kwa sababu kuna kitu. Kwa ni vizuri tukafika mahali tukawa kanisa lenye watu wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na true worship, ibada halisi inayotoka ndani ya mioyo yetu. Unamkuta mwimbaji hawaji Bible study, mwimbaji haji maombi, mwimbaji haendi kwenye seli, mwimbaji yani hayuko mahali popote, lakini Jumapili yuko smart kwenye kuhudumia. Hapana. Bwana asifiwe. Kwa napenda karibu Stella umalizie sehemu ya mwisho, alafu tukabizi kongamano kwa walimu wetu. Kwa tunatamani kuwa na ibada zinazotoka ndani ya mioyo yetu.
Amen. Nimesema nitamuita ili anisaidie kudadavua Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 5 mstari wa 13 mpaka 14. Maana ndio andiko tunalolisimamia kwenye kongamano hili. Na Mungu awabariki. Baada ya hapo yeye atakabidhi sasa tuendelee, na mimi narudi kuwa mwanafunzi pale. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimetambulishwa vya kutosha. Niongezee tu kidogo. Ninaitwa Stella kama nilivyotambulishwa, mtoto wa Mabondo, lakini ni mke wa Shija, ni mama wa watoto 3, lakini na wajukuu 6. Namshukuru Mungu. Alivyosema mchungaji, kweli tulikuwa yani vijana wote. Ni neema ya Mungu. Tusina cha kusema kwa kweli. Na pia namshukuru mchungaji mwenyeji, mdogo wangu mchungaji Rafael. Ni mdogo wangu. Ni mdogo wangu, lakini ni kwa sababu ya Yesu. Kweli kabisa. Sina cha kusema, ni Mungu tu. Niende moja kwa moja. Kwanza nishukuru kwanza watu wote kwa kuhudhuria. Lakini pia nilikuwa nina neno fupi tu la kudadavua kama nilivyoelezwa niseme. Kuhusu mstari wa Nyakati ya Pili sura ya 5 mstari wa 13 na wa 14. Huo mstari unasema, hata ikawa wapiga panda, waimbaji wakiimba kama mmoja. Wakiimba kama mmoja. Unajua umoja unatakiwa kwa kuna kitu cha kuwaunganisha. Ili huku na huku wawe wamoja, lazima kuna kitu cha kuwaunganisha. Hicho kitu kwenye Waefeso inasema kwa kifungo cha amani. Amani inatengeneza umoja, ndio kifungo cha upendo au umoja. Kwa hiyo hawa wakisikizisa sauti zao kama mmoja, wale waimbaji wakisema kwa kuwa Mungu ni mwema na kwa maana fadhili zake ni za milele. Yaani uwezo ukasema huyu mtu ni mtu mzuri bila kujua uzuri wake. Lazima unajua kwamba huyu mtu kuna kitu fulani amefanya kwenye maisha yako. Kwa hiyo ndio maana unasema kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa hiyo unapomshukuru Mungu unafungua moyo wako. Ukifungua moyo, wale waimbaji wanapoimba na washirika ambao wanajumuika pamoja nao, wanashiriki pamoja, wanafungua mioyo yao. Wakiimba kama mmoja, wakisikiza sauti zao kama mmoja kwa kifungo cha amani. Mungu anafunga ofisi yake juu. Sijui ana ofisi, sina uhakika. Anafunga ofisi yake huko juu, anashuka. Kwa sababu yeye amesema anakaa katikati ya sifa. Si ndio? Mungu anakaa katikati ya sifa. Kwa hiyo akishuka pale, sidhani kama pepo atakuwa bado anashangaa pale, haiwezekani. Yaani tunataka ibada za namna hiyo ambapo waimbaji wanaimba kama mmoja na nyinyi mnaungana nao. Mungu anasema hii sifa hii sio, yani niende pale pale. Anashuka. Kwa hiyo tunataka ibada kama hizo ambapo kwenye hiyo mstari nasema utukufu wa Mungu ulishuka, wingu lilishuka. Wingu la Mungu likishuka hapa, hatutakuwa hivi tulivyo. Hatutakuwa hivi tulivyo kabisa. Lakini sasa kwa sababu na lengo la kuwaita na wachungaji na wazee. Kwenye mstari wa 14 inasema hata wachungaji ama makuhani wakashindwa kufanya huduma yao. Ina maana wataimba kiprotokali. Watu wanaimba, baadaye tunamkaribisha mhubiri ama mchungaji anakuja anatoa neno, ataombea watu, alafu mnaondoka. Lakini kwa mstari wa 14 ina maana wachungaji ama makuhani hawakupata hiyo nafasi. Kwa sababu waimbaji walikava kila kitu. Mungu akaja akafanya mambo. Kwa hiyo tunataka ibada za namna hiyo. Yaani wachungaji waseme jamani, Mungu awabariki, muende nyumbani, Mungu awabariki kwa nini hivyo. Tunataka ibada za namna hiyo. Sasa kwa ibada nyingi sasa hivi zimekuwa tunapeleka nguvu kwenye vitu ambavyo sio vya muhimu. Halafu vile vitu vya muhimu tunaviacha. Wanyamwezi wanasema maximizing the minimum
and minimizing the maximum. Tunapeleka nguvu kwenye vyombo viwe, yani waimbaji wafanye mazoezi, yani naona. Kwa hiyo tunapeleka nguvu, tuna maximize nguvu zetu kwenye vitu ambavyo sawa, tumeambiwa tubalansishe, lakini tunavishusha vile vya rohoni, maarifa ya kiroho, huduma ile ndani ipo au unakwenda kuperform. Kwa hiyo tunataka tujaribu kubalance hiyo, tusimaximize vile afu vingine tunaviminimize, tuvibalance vinavyoonekana ambayo ndio hiyo performance, lakini na madhabahu kama madhabahu. Ndani ya mioyo ya watu kuna vitu vingi. Kwenye moyo wa mtu kuna maamuzi, kuna hisia na kuna ufahamu. Kama mtu roho yake au moyo wake umechafuka, afya yake ya akili itakuwa ina changamoto. Tatizo hilo lipo. Naomba tu tukubali hilo tatizo lipo. Au kuna mtu ambaye hana tatizo la afya ya akili, lakini tunatofautiana kiwango. Kwa hiyo mwalimu wetu wa somo la afya ya akili atatufundisha. Ukishafundishwa utajijua, kumbe mimi hapa kidogo kuna changamoto, ama niko vizuri upande huu inabidi nijirekebishe, ili nikisimama kwenye ibada Mungu aone moyo wangu umefunguka, alafu ashuke afanye kitu. Lakini pia kama una changamoto ya uchumi, hatutakuwa tunatoa mtaji. Samahani, kuna mtu aliniuliza mtatoa na mtaji kwenye hili somo la uchumi? Hapana, lakini tutatoa mtaji wa kiroho ambayo ni maarifa ya kibiblia ya kujikwamua na uchumi. Maarifa ya kibiblia ya kujikwamua na uchumi. Lakini pia na hilo somo la uimbaji litakuwepo. Tuna walimu watatu, mmoja ameshafika na mwingine ninamwona mimi ameshafika. Tutakuwa tuna walimu watatu, kila mmoja na somo lake. Ninatamani ufungue moyo wako. Ninatamani sana kila mtu afungue moyo wake. Wapiga vyombo, watoto wangu na mafundi mitambo, ninawaomba yani kila mtu afungue moyo. Yani useme ninataka kujifunza, lakini nataka ni balance. Nataka ni balance, ibada ziwe na Mungu yani natamani niongee sana, lakini sio nafasi yangu. Ila kwa ujumla mimi nawashukuru wote ambao wamehudhuria, watu wote mlioitikia kwa kushiriki hili kongamano. Hebu fungua moyo wako, ujifunze, uwe tayari kujifunza, lakini uwe tayari kubadilika. Tusimaximize vitu ambavyo sio vya muhimu, tukaminimize vile vitu vya muhimu. Roho yako ni muhimu sana, uitengeneze, na ndio leo tumekuja kutengeneza, ili tukija kusimama hapa tukifanya vile vya mwili inakuwa Mungu anashuka. Natamani niendelee kuongea, lakini kwa sababu ya muda tumeshapitiliza, tumeshachelewa sana. Ninaomba niishie hapa. Naomba pale juu.